Samia Suluhu ataka kujiuzulu ni baada ya askofu jasiri kumvaa kwa maneno makali. Ujambo na karibu. Katika upepo mzito wa migawanyiko ya kijamii, kisiasa na kizazi unaoendelea kulivuruga taifa la Tanzania, wazo la kwamba nchi moja inaweza kusimama dhidi ya nguvu za kibeberu za kimataifa linatajwa kama ndoto inayowezekana tu kwa sharti moja gumu na la kuumiza, ambalo ni umoja wa ukweli na unaojengwa juu ya kujitoa, kujisahau na mara nyingine kafara ya kisiasa na kitabia. Ndicho kilichotawala katika ujumbe uliowekwa hadharani kiongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Karagwe, aliyetoa taswira ya nchi yenye uwezo mkubwa wa kijamii na kisiasa, lakini iliyoishiwa nguvu kwa sababu ya mpasuko wa undani uliofikiwa. Kadri ujumbe huu ulivyoenea, uliibua hisia ya hatari isiyofichika kwamba taifa lilochoka linalotengeneza majeshi ya lawama, huku kila upande ukishikilia haki yake ya mwisho na kutafuta mshindi katika uwanja uliojaa mashaka badala ya majadiliano. Katika taswira hiyo, hofu iliyo kubwa si uwepo wa adui kutoka nje, bali kuparanyika kwa ndani ambako kuna kuweza kuacha taifa likiwa dhaifu mbele ya yeyote mwenye malengo ya kisiasa, kiuchumi au kihistoria. Mtazamo uliowasilishwa uliweka wazi hoja ya misingi: taifa lililo na muungano wa kweli lina uwezo wa kipekee kupambana na taasisi kubwa za kimataifa, ziwe za kifedha, kiuchumi au kisiasa. Na katika simulizi hiyo, mataifa makubwa ya Ulaya, taasisi za fedha zenye ushawishi na mashirika ya kikanda yalitajwa kama mfumo inayoweza kushindaniwa na taifa linalojitambua na lilo pamoja. Hata hivyo, hoja haikulenga kujenga utopia ya mapambano, bali kuonesha tofauti ya kilichowahi kufanyika na kilichopo sasa. Katika zama nyingine za uongozi wa taifa, nguvu ya pamoja iliwezesha serikali kusimama imara dhidi ya masharti ya kifedha na ukoloni mamboleo. Taifa lilijipambanua kama kitovu cha msimamo, likikataa misingi iliyotazamwa kama kikwazo kwa uhuru wa maamuzi ya heshima ya taifa. Na sasa hali hiyo imetajwa kuwa historia iliyotoweka, iliyofunikwa na kizazi cha mijadala ya lawama, mashaka na wimbi la kuvutana. Maoni haya yalieleza taifa kama iliyogawanyika kwa misingi isiyo rahisi kuunganishwa. Kilichopaswa kinatajwa kuwa ni nguvu zaidi kuliko uwezo wa kukijenga upya kwa maneno matamu au sera za kuungwa mkono. Na katika uchambuzi huu, mmoja unaonekana kama safari yenye gharama inayohitaji kujitoa kwa hiari, kuwaleta pamoja waliokata tamaa na kushusha kiburi cha mifumo iliyojenga ukuta mkubwa kati ya watakao mabadiliko na wenye mamlaka ya kuyatekeleza. Taswira hiyo ilitumia mfano wa kafara kuonesha kwamba kurejesha umoja si mchakato wa kuomba, bali ni tendo la kujitoa, na wakati mwingine kutoa kilicho bora ili kuokoa kilicho cha pamoja. Hapo ndipo simulizi la kisiasa linabadilika kuwa hadithi ya kijamii kuhusu uhai wa taifa na kizazi kinachokuja. Ujumbe huu ulichora sura ya mgongano wa vizazi unaojitafsiri kama mashindano ya tafsiri ya huru na mustakabali wa taifa. Kizazi kipya kilionekana kwenye nafasi ya kumshutumu kiongozi una mfumo mzima wa utawala kwa kuuza utu, uhuru na rasilimali kwa nguvu za kimataifa. Na katika mtazamo huo, serikali ilitazamwa kama chombo kinachotengeneza makubaliano yenye athari zisizowalenga wananchi, bali wachezaji wa kimataifa wenye maslahi binafsi. Kwa upande mwingine, mamlaka ya dola inaendeleza taswira ya kwamba kizazi kinachopigania mabadiliko kimebeba ajenda ya kuvuruga amani, kumezwa na mihimili ya kigeni iliyo na shauku ya kuona mfumo wa ndani ukianguka. Na hivyo taifa limegeuka uwanja wa mashindano ya madai pasipo nafasi ya kutafuta masuluhisho ya pamoja. Na katika mtazamo huo, mgongano hauwezi kutatuliwa kwa kushindana kuhusu nani anayetumiwa, bali huenda suluhu inahitaji kukubali kwamba kila upande una hofu halisi, matumaini halisi na kasoro halisi.
Na katika ujumbe huo, hoja ya utawala imetazamwa kwa jicho la kimfumo kwamba serikali ilionekana kama chombo kilichojenga mamlaka inayojitawala na wakati mwingine kuwa juu ya nguvu ya wananchi badala ya kuwakilisha sauti yao. Muundo huu ulitazamwa kama mstari wa ama hatari ya mustakabali wa taifa kwa sababu inajenga utendaji unaotangazwa kuwa uhai wa dola unakuja kabla ya utu wa mwananchi. Hoja hiyo ilipendekeza mtazamo wa taifa iliyotengenezwa kwa misingi ya uwakilishi wa kweli ambapo mamlaka ya kisiasa inatokana na ridhaa ya kijamii, si kifungo cha katiba kinachojikweza juu ya matakwa ya walio wengi. Na tafsiri hii imebeba ujumbe wa kina kwamba serikali bila wananchi haina taifa, na taifa bila umoja halina nguvu, na nchi isiyo na nguvu hupoteza uhuru wake mbele ya yeyote mwenye maslahi. Simulizi hilo lilifika kilele kwa kuonesha wazo la mustakabali wa kisiasa ulio wazi, uliojengwa juu ya umoja kama sharti ya kwanza kwa ukuaji wa taifa. Na katika taswira hiyo, haki ilihitaji mlingano, mfumo ilihitaji ushirikishwaji, na mtendaji wa kisiasa alihitaji kuwajibika mbele ya wote kwa uwazi. Wazo hilo lilitaka muundo wa kisheria usioegemea upande mmoja, bunge lenye uwezo wa kusimamia maslahi ya wote bila hofu ya kupoteza uhalali, na serikali inayofahamika kwa uwakilishi wake, si ukubwa wake. Ujumbe uliendelea kueleza kwamba mfumo wa utawala unaweza kuwa mmoja au zaidi, lakini unapaswa kutenda kwa misingi inayowaacha nje wale ambao wanakubali kwa hiari, si kwa dhulma au hila za kisiasa. Na simulizi hilo inajenga picha ya taifa ambalo halikubali udhaifu wa mazoea, bali linatafuta nguvu yake kwa kujitathmini, kujipanga na kuamua mustakabali wake pasipo kutawaliwa na mifumo iliyo nje ya uwezo wa raia. Mwisho wa simulizi hili unatoa taswira ya taifa iliyoshinda mapambano katika historia yake, lakini inakabiliwa na mapambano mapya makubwa kuliko ya nje. Vita dhidi ya uhasama wa ndani, vita dhidi ya hofu, kelele na kukata tamaa. Taifa hilo inahitaji nguvu mpya, si tu kwa kutafuta katika ushindi dhidi ya taasisi za kimataifa, bali katika ujenzi wa daraja la undani linalounganisha vizazi, matabaka na vile vile itikadi. Ujumbe uliowasilishwa uliamua kuweka mizizi katika hoja hiyo kwamba taifa lililoungana lina uwezo wa kusimama imara, kufikiri nje ya mpaka na vile vile kupambana na miundombinu mikubwa ya dunia. Lakini taifa lililogawanyika halina nguvu ya kufanya hivyo, hata likiwa na utajiri, historia na au hata damu ama hamu ya mabadiliko. Na kwa maana hiyo kilichosalia si kumbukumbu historia au kulaumu kizazi kilichopo, bali ni kutafuta namna ya kujenga umoja ambao utatoa nafasi ya kimataifa kupuuza ama kupumua tena, na kujipanga mbele ya changamoto za dunia, huku likijitambua kama chombo chenye nguvu kuliko hofu zake. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, na kuletea taarifa hizi na uchambuzi wa kina. Zidi kutufuata na vile vile kulike, kushare video zetu.